Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye mgogoro unaoendelea baina Marekani, Israeli na Iran, ambapo kwa sasa wapo kwenye hatua za mazungumzo, lakini mazungumzo hayo yanaonekana kutatizika hapa na pale, na matishio pia bado yanaendelea kwa pande zote mbili. Marekani akiendelea kumtishia taifa la Iran, na Iran naye akionekana hataki kutishiwa wala hataki kupigishwa magoti, anataka matakwa yake yaweze kusikilizwa na yaweze kutimizwa. Nikwambia kamandi kuu ya Marekani imeomba kupeleka makombora ya Eagle mweusi Mashariki ya Kati kwa matumizi yake dhidi ya Iran. Bloomberg inasema haya ni makombora ya hypersonic. Kulingana na shirika hilo, ikiwa ombi hili litaidhinishwa, hii itakuwa mara ya kwanza kwa Marekani kupeleka makombora ya hypersonic. Kamandi kuu ilihalalisha ombi lake kwa kusema kwamba Iran ilikuwa imehamisha vifyatuaji vyake vya makombora zaidi ya umbali wa kombora la Precision Strike, kombora la ballistic lenye umbali wa zaidi ya maili 300, takriban kilomita 482. Chanzo cha shirika hilo kilionyesha hata hivyo uamuzi wa kupeleka silaha za hypersonic wakati wa operation dhidi ya Iran bado haujafanywa, chanzo hicho kiliongeza. Vile waziri wa nishati wa Falme za Kiarabu Suhail Al-Mazrui amesema nchi mwanachama na wanachama Falme za Kiarabu na OPEC hazitaweza kujaza upungufu wa mafuta uliotokea katika soko la kimataifa baada ya kurejeshwa kwa usambazaji huru kwenye mlango bahari wa Hormuz. Anasema nchi za Falme za Kiarabu na OPEC hazitaweza kujaza upungufu wa usambazaji wa mafuta baada ya kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, anasema waziri huyo akinukuliwa na televisheni ya Sky News Arabia. Soko la nishati litakabiliwa na upungufu mkubwa wa usambazaji kwenye kipindi hicho. Kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kulipunguza uwezo wa uzalishaji wa nchi nyingi, na hakuna mtu anayeweza kuhakikisha kuwa mlango bahari huo utakuwa wazi kila wakati na hautazuiwa tena, aliongeza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile baada ya mazungumzo ya simu na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin, rais wa Marekani Donald Trump amesema migogoro nchini Urusi na Ukraine inaweza kuisha kwa ratiba inayofanana. Vita gani ingeisha kwanza? Sijui, labda wako kwenye ratiba inayofanana. Nadhani Ukraine kijeshi wameshindwa, Trump alimwambia mwandishi wa CNN. CNN inaamini kwamba Trump alisema kimakosa Ukraine wakati alikusudia kusema Iran. Ungejua hilo kwa kusoma habari bandia, lakini kijeshi, tazama, kuna jeshi la wanamaji. Kwa hivyo walikuwa na meli 159. Kila meli sasa iko chini ya maji. Kwa kawaida hiyo ni nzuri sana, itakuwa vigumu kwao kurudi jeshini. Sasa wana jeshi la anga, kila moja ndege zao zimefungwa au zimeharibiwa. Wana makombora, karibu 82% wamepotea, na wana ndege zisizo na rubani na nyingi zimepotea. Kiongozi huyo wa Marekani aliendelea. Je, unafikiri wanaendelea vizuri wakati hawana jeshi la majini, hawana jeshi la anga wala vifaa vya kupambana na ndege? Hapo awali Trump alisema yeye na Putin walizungumza kidogo kuhusu Iran, lakini mazungumzo yalikuwa zaidi kuhusu Ukraine. Anasema, nadhani tunakuja na suluhisho la haraka kiasi, rais wa Marekani aliongeza. Vile rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya mazungumzo ya simu ya wazi na ya kibiashara na mwenzake wa Marekani Donald Trump. Msaidizi wa rais wa Urusi wa masuala ya kimataifa Yuri Ushakov anasema Vladimir Putin anaona uamuzi wa Donald Trump wa kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Iran kuwa sahihi, kwani unapaswa kutoa nafasi kwa mazungumzo na kusaidia kuleta utulivu wa hali kwa ujumla. Alisema rais wa Urusi alielekeza umakini kwenye matokeo yasiyoepukika na yenye madhara makubwa, si tu kwa Iran na majirani zake, bali pia kwa jumuiya nzima ya kimataifa, ikiwa Marekani na Israeli zitatumia tena vitendo vya vurugu. Na bila shaka chaguo la operesheni ya ardhini katika eneo la Iran inaonekana kutokubalika na hatari kabisa, msaidizi huyo wa Kremlin aliendelea. Aliongeza kuwa Trump alielezea tathmini yake ya matokeo ya awamu ya hivi karibuni ya mapigano ya kijeshi pamoja na maoni yake kuhusu hali ngumu inayoikabili Iran na uongozi wake. Ushakov alibainisha kuwa kwa ujumla, miongoni mwa masuala yaliyo kwenye ajenda ya kimataifa, marais walizingatia hasa hali ya Iran na Ghuba ya Uajemi. Putin pia alitoa maneno ya kumunga mkono rais wa Marekani Donald Trump kuhusu jaribio lake la hivi karibuni la kutaka kuuawa, akilaani vikali uhalifu huo na akisisitiza wakati huo huo kutokubalika kwa aina yoyote ya vurugu zilizochochewa kisiasa. Vile gharama za ziada za Uturuki kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, kulingana na bei ya mafuta, zinaweza kuanzia dola bilioni 13.6 hadi dola bilioni 24. Waziri wa nishati wa Uturuki Alparslan Bayraktar anasema mgogoro huu unaweza kutoathiri kwa njia ifuatayo. Ikiwa mafuta tabaki kwa wastani wa dola 100 kwa pipa, hii itaongeza dola bilioni 13.6 ifikapo mwisho wa mwaka. Ikiwa bei ni dola 125 kwa pipa,
gharama zitaongezeka hadi dola bilioni 24. Hizi ni gharama za ziada, aliwaambia waandishi wa habari. Hazina Uturuki inaweza kupoteza takriban lira bilioni 600 za Kituruki, karibu dola bilioni 13.3 katika kodi kutokana na mgogoro katika mlango bahari wa Hormuz, waziri aliongeza. Vilevile rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba uamuzi wa kama kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran unategemea jinsi mazungumzo kati ya Washington na Teherani yanavyoendelea. Sijui inategemea, aliwaambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House, akijibu swali kuhusu kama Marekani inaweza kufanya upya mashambulizi yake dhidi ya Iran. Wao mamlaka ya Iran wamepiga hatua kubwa. Swali ni kama watafikia hatua ya kutosha au la. Kwa hivyo, kwa wakati huu hakutakuwa na makubaliano isipokuwa wakubali kwamba hakutakuwa na silaha za nyuklia katika miliki ya Iran. Wakati huo Teherani imesisitiza mara kwa mara kwamba haijaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Zaidi ya hayo, mashirika ya ujasusi ya magharibi haijapata ushahidi wowote kwamba Iran inatengeneza silaha za nyuklia. Mwishoni mwa Januari, The New York Times miongoni mwa mengine iliripoti kuhusu hili. Tangu 2003, fatwa iliyotolewa na kiongozi mkuu wa zamani wa Jamhuri ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei imekuwa ikifanya kazi nchini Iran, ikipiga marufuku uzalishaji wa silaha za nyuklia. Vile Rais wa Urusi Vladimir Putin amekaribisha uamuzi wa kiongozi wa Marekani Donald Trump wa kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Iran, akisema unaweza kusaidia kuleta utulivu katika hali hiyo. Msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov anawaambia waandishi wa habari. Hayo yakiendelea, utawala wa Marekani unaweza kutuma ombi la ziada kwa bunge la Marekani kwa ajili ya kiasi kikubwa kinachohitajika ili kuendelea na vita na Iran na kununua risasi ili kujaza hazina tupu za Marekani. Waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth anasema ikiwa na wakati nyongeza hiyo itawasilishwa, nyingi yake haitakuwa ya Iran tu bali kwa silaha, alisema wakati wa vikao kwenye kamati ya huduma za silaha ya baraza la wawakilishi la Marekani. Wakati huo aliongeza kuwa utawala wa Marekani utaomba chini ya dola bilioni 25 ili kuendelea na operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran. Kuhusu Iran itakuwa chini ya bilioni 25, lakini kuna mengi zaidi ambayo tungeomba kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na gharama ya kujaza hazina za Marekani, Hegseth alisema. Vile Rais wa Marekani Donald Trump anajaribu kuiangamiza Iran kupitia shinikizo la kiuchumi na kwa kusababisha migogoro ya ndani. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalbaf, ambaye pia anaongoza ujumbe katika mazungumzo na Marekani, anasema Trump anaigawanya nchi hiyo waziwazi katika makundi yenye msimamo mkali na ya wastani, na kisha mara moja anazungumzia kuhusu kizuizi cha majini ili kuilazimisha Iran kusalimu amri kupitia shinikizo la kiuchumi na kwa kusababisha migogoro ya ndani, anasema kwenye hotuba yake kwa watu wa Iran. Kalibaf aliwataka wa Iran kudumisha umoja ili kuzuia mipango ya maadui na kuzuia nchi hiyo kusambaratika. Kuanzia siku ya kwanza hadi leo, umoja umekuwa silaha yetu kuu dhidi ya mipango ya adui. Leo, kutokana na mpango mpya wa adui, umoja ni muhimu zaidi kuliko hapo awali. Vitendo vyovyote vinavyosababisha mzozo vinacheza moja kwa moja mikononi mwa adui, aliongeza. Iran inaamini mzozo na Marekani na Israeli haujaisha, kwa hivyo Jamhuri ya Kiislamu inachukua msimamo wa kujilinda pande zote, anasema naibu waziri wa mambo ya nje Saidi Khatib. Nadhani ni vigumu kusema kwamba vita vimekwisha. Hadi vita vitakapoisha pande zote, amani haiwezi kuhakikishwa, na hii ndio sababu nadhani Iran haiwezi kuhatarisha usalama wake wa taifa. Iran itaendelea kubaki katika tahadhari kubwa na kuchukua msimamo wa kujilinda pande mbalimbali, mwanadiplomasia huyo alisema. Kulingana naye, sasa ni muhimu kuzingatia kukomesha vita hivi na kuondoa sababu zake kuu, na anasema na tutashughulika na hili kama tulivyopendekeza kwenye mazungumzo huko Islamabad na baada ya hapo, mwisho wa kumnukuu. Kufuatia ongezeko la hivi karibuni lililosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israeli, Iran imetangaza nia yake ya kukomesha miaka mingi ya shinikizo na uchokozi wa nje mara moja na kwa wote. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Saidi Khatib anatangaza kwamba Iran imeazimia kukomesha kile alichokielezea kama kampeni ndefu ya uhasama. Alisisitiza kwamba Marekani imeshindwa kutambua mabadiliko ndani ya Iran na hali halisi iliyopo. Wanaendelea kuwaadhibu watu wa Iran kwa mapinduzi yao, wakikataa kukubali mandhari mpya ya kijiografia, Khatib alisema. Na Marekani imetumia takriban dola bilioni 25 kwenye operesheni za kijeshi dhidi ya Iran hadi sasa, kaimu mdhibiti mkuu wa Pentagon Julius Hartz anasema, akizungumza kwenye kikao mbele ya kamati ya huduma za silaha ya baraza la wawakilishi. Afisa huyo wa ulinzi alithibitisha kwa mara ya kwanza kabisa kwamba Washington imetumia karibu dola bilioni 25 katika operesheni ya Epic Fury. Kulingana naye, pesa nyingi zilitumika kwa risasi. Shukran kwa baba ukivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.